wale ambayo wanaweka kumbukumbu zao, unaweza ukaandika kudumu kumcha Mungu. Kudumu kumcha Mungu. Kudumu kumcha Mungu. Nazungumzia habari ya kumcha Mungu. Na suala la kumcha Mungu ni suala endelevu ambayo kila mtu ambayo amemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake ana jukumu la kubeba uchaji moyoni mwake, na sio kumcha siku moja. Biblia inazungumza kudumu. Kudumu ni hali ya kuishi, kukaa siku zote katika hali ya kumcha Mungu na kumwabudu Mungu katika maisha yako yote. Ibada ni jambo la muhimu katika maisha ya mwanadamu. Na ukisoma Biblia toka mwanzo, Mungu alimuumba mwanadamu na akamuumbia kumwabudu. Unaona? Na hakuna binadamu yoyote ambayo haabudu, ama kwa njia nzuri ama kwa njia isiyo nzuri, lakini moyoni mwake ameumbiwa kuabudu. Kwa hiyo kama atakosa kumcha Mungu, basi ana mungu mwingine ambayo anamcha huko nje. Na ndio maana unakuta watu wanaabudu milima, watu wanaabudu ng'ombe, watu wanaabudu vitu vya ajabu. Unaona? Kwa nini wanafanya hivyo? Ni kwa sababu mwanadamu yeyote aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu ameumbiwa kuabudu. Kwa hiyo ibada ipo katika maisha ya mtu, ameumbiwa hiyo. Sasa hapa inatakiwa ni unaabudu kwa jinsi gani na kwa njia gani, lakini asifiwe Yesu Kristo ambayo ametusaidia sisi kumcha yeye na kujua siri ya kumwabudu yeye. Kwa hiyo ibada ni jambo la lazima katika maisha ya mtu, wala si jambo la hiari, na kutokuabudu ni hatari. Mwanadamu anapokosa kuabudu anafanana na mnyama wa kawaida. Mnyama wa kawaida kabisa. Anapokosa ibada mwanadamu anahama ubinadamu, anafanana na mnyama wa kawaida kabisa ambayo hana ibada na anaweza kufanya vitu vyovyote. Unaona? Unajua ibada inapokosekana katika maisha ya mtu, na ndipo hapo tunapoona matukio ya ajabu yanatokea katika maisha ya watu. Mtu yuko tayari kufanya jambo la kinyama ambayo binadamu wenzake wanashangaa, wanastaajabika. Imetokeaje? Imekuwaje hiyo? Unaona, kumbe ile ubinadamu wake umehama, yuko tayari kufanya chochote kile kwa sababu hakuna hofu ya Mungu ndani yake, na anaweza kufanya jambo ambalo kwa kawaida binadamu hushangaa. Kwa hiyo misingi ya mahubiri yangu ipo katika kitabu cha Mhubiri mlango wa 5 na mstari wa 1. Naweza kugusa vitabu vingine, lakini nitagusa kama vielelezo, lakini misingi ya hotuba yangu ipo katika mstari mmoja tu. Kitabu cha Mhubiri mlango ule wa 5 na mstari wa 1. Lakini tuangalie maana ya kumcha Mungu. Kumcha Mungu ina maana ya jumla, lakini pia ni vipengele vingi. Nini maana ya kumcha Mungu? Tunapozungumzia kudumu kumcha Mungu, maana yake ni kuishi katika maisha ya kumcha Mungu muda wote. Maisha yako yote unadumu kumcha Mungu. Ukiwa popote pale lazima umche Mungu. Uwe kwenye mazingira magumu, lazima umche Mungu. Uwe katika mazingira mazuri, lazima umche Mungu. Uwe kwenye mazingira hatarishi, ni lazima umche Mungu. Kwa hiyo suala la kudumu kumcha Mungu ni kuishi katika maisha ya uchaji na kumwabudu Mungu. Ni katika popote ambapo mwanadamu anaishi, na haijalishi unaishi mazingira gani, una taabu kiasi gani, una maisha mazuri kiasi gani, lakini kinachotakiwa katika moyo wako ni kumcha Bwana maisha yako yote. Maana ya kumcha Mungu ni hali ya mtu kujishughulisha na mambo yote
yanayompendeza Mungu. Tunapozungumzia nini maana ya kumcha Mungu, maana yake halisi ni kujishughulisha, ni hali ya mwanadamu kujishughulisha katika mambo yote yanayompendeza Mungu. Kumcha Mungu ni mwanadamu kukubali kujishughulisha kwa mambo yote yanayompendeza Mungu. Maana yake maisha yako yote unayakubali yashughulike kwa ajili ya kumpendeza Mungu. Unapoishi, nimesema, kwenye mazingira yote ile, lazima uhakikishe unampendeza Mungu. Hiyo ndio uchaji. Uwe kwenye mazingira yapi? Tunamwona Yusufu alikuwa anaishi kwenye mazingira magumu, mazingira ya utumwa, kwenye nyumba ya Potifa, ambaye huyo alikuwa ni bwana wake, lakini hakuwa na mazingira rahisi au mazingira rafiki. Lakini pamoja na hayo, yeye alijishughulisha na kumcha Mungu. Na hii inaonyesha hata baada ya mke wa bosi wake kumtamani, alikataa kuanguka. Ni kwa sababu gani alikataa kuanguka? Ni ile uchaji ipo ndani yake, na akamwambia, siwezi kumtenda Mungu mabaya wala dhambi ya aina hii hata siku moja. Anamcha Mungu. Yuko utumwani, lakini anamcha Mungu. Anaondolewa hapa kwa kusingiziwa baada ya kukataa matakwa ya yule mwanamama. Anapelekwa gerezani na Potifa. Pamoja na kuwa gerezani, ni mazingira ya kutisha, ni mazingira yanayohofiwa, ni mazingira magumu ya kutisha, lakini Yusufu anamcha Mungu katika mazingira ya kifungoni. Kwa nini? Tunaona wale watu watatu ambaye waliota ndoto, walihangaika, lakini mwisho wake walienda kwa Yusufu, na Yusufu kama mcha Mungu, na kwa sababu anadumu kumcha Mungu, pamoja na kupelekwa gerezani, anaishi katika hali ya kumcha Mungu, anatafsiri ndoto zao. Mwambie Yesu amen. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wananielewa? Anamcha Mungu kwenye mazingira ya kifungoni, mazingira ya mateso, mazingira hatarishi, lakini tunamwona Yusufu anamcha Mungu, anatafsiri ndoto, na mwisho wake tunaona mmoja wa wale waliotafsiriwa ndoto, baada ya mfalme kupata shida, anapeleka habari kwamba yuko Mwebrania, tumemwacha gerezani, huyo anaweza kusaidia. Uchaji. Kumcha Mungu haijalishi unaishi mazingira gani. Kumcha Mungu haijalishi una taabu kiasi gani. Kumcha Mungu haijalishi una maumivu kiasi gani katika mwili wako. Hata Ayubu anapata mateso katika mwili wake, lakini moyo wake unamcha Mungu. Kwa nini? Mke wake anamjaribu, anamwambia umtukane Mungu ili ufe, usiendelee kuteseka, lakini Ayubu na majibu kamili, anamwambia mwanamke, siwezi kamwe kumtukana Mungu. Anamcha Mungu katika mazingira ya kitandani. Mwili wake unateseka, ana madonda, ngozi ya mwili wake umeoza, akiamka anaacha ngozi kitandani, lakini anamcha Mungu. Mpigie Yesu makofi. Kwa kumcha Mungu ni hali ya mwanadamu kujishughulisha kwa mambo yote yanayompendeza Mungu. Haijalishi una afya mbaya, haijalishi una afya nzuri, haijalishi una mambo gani magumu kwenye maisha yako, lakini kinachohitajika kwenye maisha yako kumcha Bwana. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Kumcha Bwana, kujishughulisha kwa mambo yote yanayompendeza Mungu. Kamwe usiende kinyume na hayo, ambayo inajumulisha kumpenda Mungu. Kumpenda Mungu. Ukisoma kitabu cha Mhubiri 5, tusome neno la Mungu alafu niendelee. 5:1, mstari moja tu. Mhubiri 5:1. Soma tafadhali.
5:1. Karibu. Mhubiri 5:1, neno la Mungu linasema, jitunzeni mguu wako uendapo nyumbani mwa Mungu, maana ni heri kukaribia ili mstari mmoja tu, kuliko kutoa kafara ya wapumbavu, ambapo hawajui kuwa wafanya mabaya. Amina. Jitunze mguu wako. Nitaelezea sana hiyo, lakini naendelea kuzungumzia hali ya kumpenda Mungu. Kumcha Mungu inaimarisha kumpenda Mungu. Lazima umpende Mungu. Mungu awe nafasi ya kwanza kwenye maisha yako. Hata kama unakutana na majaribu magumu, hata kama unakutana na mambo yanayotisha na kutetemesha, lazima uonyeshe kumpenda Mungu. Hiyo ndio kumcha Mungu, kumpenda Mungu. Umpende Mungu. Maisha yako yote mpende Mungu. Penda kazi ya Mungu. Shughulika na kazi ya Mungu. Umtumikie Mungu. Umhitaji Mungu kama rafiki yako. Muda wote umpende Mungu. Swala la kumcha Mungu ni hali ya kumpenda Mungu. Lakini pia jambo lingine, kumtii. Swala la uchaji linajumuisha kumpenda Mungu, lakini jambo la pili, kumtii Mungu. Lazima umtii Mungu kwenye maisha yako. Tembea katika utii. Usifanye kinyume na kila ambacho unajua nitamkosea Mungu. Umtii Mungu. Uwe kwenye mazingira yoyote, umtii Mungu. Usijichanganye popote pale. Maana Mungu anakuona. Mungu yuko na wewe. Kwa hiyo lazima kumtii Mungu. Kama Yusufu, ifika wakati uongee kama Yusufu, siwezi kumtenda Mungu dhambi ya aina hii. Yusufu alikuwa peke yake. Hapakuwepo na Waebrania huko. Hapakuwepo na mashemasi huko. Hapakuwepo na wazee wa kanisa. Hapakuwepo na mtu yoyote. Alikuwa peke yake. Lakini kwa nini anakataa kishawishi? Ni hali ya kumtii Mungu. Kumtii Mungu. Usijaribiwe kwa chochote kile ukamkosea Mungu, ukahamisha utii wako, ukaondoka kwenye utii wako. Endelea kumtii Mungu. Mtu yoyote asikupeleke kinyume na Mungu ukamkosa Mungu kabisa. Kumcha Mungu ni hali ya kumtii Mungu. Usishiriki jambo lolote lile ambalo unaona kwamba unakwenda kumkosea Mungu wako. Usikubali hiyo. Hata kama ni kwa jinsi ipi, usikubali kabisa. Wala mtu asikutishia kwa chochote kile, hata kama na pesa ndefu. Nilikuwa naongea asubuhi na ndugu moja, nashawishiwa kwa hela ndefu, lakini alimkataa hivi. Kwa nini? Anamtii nani? Anamtii Mungu. Kumcha Mungu inajumlisha kumpenda Mungu, lakini inajumlisha kumtii Mungu. Mtii Mungu kwenye maisha yako. Fanya yale yanayompendeza tu. Hiyo ndio uchaji. Jambo lingine, kumtegemea Mungu. Kumcha Mungu ni hali ya kumtegemea Mungu. Maisha yako yote umtegemee Mungu. Usitafute usaidizi. Usitafute msaada popote kinyume na Mungu. Mungu wetu hataki usaidizi. Kama ni uponyaji, Mungu anaponya. Kama ni mafanikio, Mungu ndiye anayetengeneza mafanikio katika maisha ya mwanadamu. Usitafute usaidizi, usitafute kumkosea Mungu, umtegemee Mungu. Hata kama mambo yatakuwa magumu, hata kama mambo yataenda vizuri, umtegemee Mungu. Umtegemea nani jamani?